Nataka kufahamu kutoka kwako Heavyweight, Simba bado wanasema hawajaridhika. Ushindi wa goli 3 si kitu, wamewataka mashabiki wao waende kwa wingi sana katika dimba la Benjamin Mkapa kuanikiza ile sherehe ya kwenda hatua ya makundi. Hili limekaaje? Of course kwa kawaida mtu anaweza akahisi kwamba kwa sababu Simba walishinda mabao 3-0 basi mechi ilikuwa nyepesi au Nzingizini ni mpinzani dhaifu. Hiyo ni knowledge ya mtu ambaye hajui mpira. Simba anatakiwa apewe pongezi kwa kushinda mabao 3-0 dhidi ya timu ngumu kama Nsingizini Hotspurs. Sio eti kwa sababu wameshinda 3 basi ndo eti Nsingizini ni kibonde. Sio, umeelewa? Yaani kuna watu wana uelewa wao kwenye soka ni mdogo. Simba kwa sababu wanaona eti, kwa sababu hata mimi nimesikiliza interview ya Dimitar Pantev alisema kwamba ushindi ni mzuri, mabao 3-0 ni ushindi mzuri unavutia. Lakini bado kiwango kama tunahitaji kufika mbali, kiwango kinabidi kiboresheke zaidi na zaidi. Sio, umeelewa? Akiamini kwamba ushindani alokutana nao ni mkubwa licha ya kushinda mabao. Unajua watu wakishaona tu mabao, yani unajua kuna baadhi ya mashabiki bana, yani wanafurahisha sana. Akiona tu timu imefungwa mabao 3 basi anahisi kwamba hiyo timu ilikuwa dhaifu, mbovu, nini. Sasa hicho kitu ni cha ajabu. Haiwezekani. Umeelewa? Muda mwingine tu unaotewa unapigwa 3. Umeelewa? Mzingizini ni timu nzuri. Simba ipewe heshima kushinda mabao 3-0 dhidi ya Nzingizini Hotspurs. Kuna wachezaji pale ni wazuri hawajaonekana. Sibulile Mavuso, watu wasije wakamchukulia poa katika mechi ya pili ya marudiano. Ni mchezaji mzuri. Unajua watu wamemzungumzia sana Sizo Khumalo, lakini kuna huyo Sibulile Mavuso. Umeelewa? Yaani huyo ndo second scorer, ana mabao 5 na assist 4, ndio anaongoza kwa assist. Hakuna ambaye ana assist nyingi kuzidi yeye. Assist zake 4. Sawa, amefungana na Khumalo lakini yeye ana mabao 5. Sasa huyu ni mchezaji ambaye bado nampa nafasi ya kusumbua katika mechi inayofuatia. Lakini na wachezaji wengine wazuri pale. Umeelewa? Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nataka tu niwafundishe watu kwamba wasipende kuona mpira kwa matokeo. Kwamba kwa sababu Simba imeshinda 3 basi Nzingizini mbovu. Mpira haupo hivyo. Unaelewa? Ingekuwa hivyo basi timu zote duniani zingekuwa mbovu. Madrid yashaye kupigwa 5. Umeelewa? Barcelona yashaye kupigwa 8. Arsenal yashaye kupigwa 8. Man City yashaye kupigwa 6. Sasa hizo zote zingekuwa mbovu. Umeelewa? Kwa hiyo watu muda mwingine wajifunze mpira. Mimi napenda kuwafundisha mpira. Sielewa ndugu yangu, mimi napenda kuwafundisha mpira. Sababu hawaelewi. Mtu anakuja kuna mtu kanichekesha anakuja kuchukua clip yangu wakati nasema Nzingizini ni wapinzani wazuri. Yaani yeye alitaka eti niseme Nzingizini ni wapinzani wabovu. Sasa huyo eti ndo anaamini kwamba ndo ningekuwa niko correct, kwamba ningesema Nzingizini wabovu, Simba wanaenda kujipigia ndo anaona ndo ningekuwa correct. Sasa huyo mtu unamsikitikia, unafunika jada lake unalitupa kwenye dustbin huko, utabishana mtu kama huyo. Mimi nakuwa appreciated na watu wakubwa. Sasa yeye mtu ana account chake sio, utashindana naye mtu kama huyo. Kwa hiyo mimi mechi ya pili nakwambia Makame, tunapaswa kuiweka kwamba Simba of course ana nafasi ya kufuzu, lakini sio kwamba eti amekutana na mpinzani dhaifu, na ndio maana hata wao wanachukua precautions zote. Kwa hiyo mtu huyu ambaye anasema Simba imekutana na mpinzani dhaifu eti kwa sababu imeshinda away kwa mabao 3, ina maana ni rais amesahau kabisa kwamba ilikuwa mwaka 2000 na ngapi? 23 sijui somewhere. Kati ya 23 22, mwaka 2022 ndio Jwaneng Galaxy walifungwa kule kwao 2. Alafu Simba hao walioshinda 2 kule wakaja wakatolewa katika dimba la Benjamin Mkapa, wakawa wameboto. Tena tuseme ni scenarios zinavyofanana kwa sababu wameshinda kule 2 na hapo wameanza kutangulia, aggregate ikawa 3. Kwa hiyo ina maana haijawahi kutokea Simba kuongoza kwa aggregate ya 3 na kuwa eliminated. Sishawahi kutokea. Sasa kwa hiyo unavoenda ku approach match, yale matokeo ya kwanza unaweka pembeni. Yaani unaweka pembeni kabisa. Unaanza upya kama vile ndo unataka kufuzu. Yaani kama ndo mechi ya kwanza. Unatengeneza defensive shape yako vizuri, mpinzani unamchukulia kwa serious mkubwa, unampress, unamnyima muda na nafasi ya kucheza mpira na vitu kama hivyo unamfunga. Lakini ukija tu shashinda. Mpira una maajabu yake. Goli 2 ni rahisi sana kuingia kipindi cha kwanza. Zile dakika 15 tu za mwanzo goli 2 inawezekana. Kwa sasa watu wasije wakachukulia eti kwamba ni mchezo mwepesi. Bana, tuzungumze pia Simba mara baada ya kutangaza viingilio
sold out ya tiketi za vibopa tayari zile za 2,500,000, huku wengine wakiwa wamesema kwamba bana, sisi tunahitaji mashabiki wetu mje wenyewe tu, tiketi ni swala letu sisi. Hii imekaaje kitala? Sasa hilo unajua hilo swala ni limekaa kimasoko, umeelewa? Kwa sababu mimi nakumbuka kipindi ambacho watu wanasema, kipindi ambacho wanafanya valuation ya club ya Yanga walisema ni bilioni 100, na watu walizuiliwa ku question ile bilioni 100, wakiambiwa kwamba wachambuzi wa mpira hawahusiki na mambo ya finance, hawahusiki na mambo ya kiuchumi. Kwa hiyo wanatakiwa waalikwe wana uchumi waweze kuongelea value ya club, wakisahau kwamba valuation ya club ni tofauti na traditional way ya kufanya tathmini ya value. Si umeelewa? Kwa sababu club inakuwa na haifanywi tathmini kwa assets tu. Mara nyingi value ya club inatokana na intangible products, ikiwemo brand ya club. Sasa umeelewa? Kwa hiyo anatakiwa pia mtu anaujua mpira na anayejua mpira una vipi biashara kwenye biashara zake ndo atoe. Sasa leo hii timu ambayo inasifika ina wataalam wa kiuchumi, ina maana wameshindwa kujua kwamba matatizo gani ambayo yanaweza kujitokeza iwapo utaruhusu mechi zako ziwe za bure bure. Ina maana hiyo timu ambayo inajisifu kwamba ina wataalamu wa masoko, wataalamu wa uchumi, inashindwa kujua vitu vidogo kama hivyo ambavyo mtu yeyote tu mwenye uelewa wa mpira anavijua. Umeelewa? Sababu unajua watu wengi wameishia kwenye inapunguza ile mapato ya moja kwa moja, ndo kwa mfano kama hizo kuuza tiketi zile za mechi, si ndio? Ndio mapato ya moja kwa moja yanakuwa hayapo, yanapotea, si bila. Lakini kuna hasara au madhara makubwa zaidi yanaweza kujitokeza, ikiwemo kushuka kabisa kwa thamani ya soko. Si umeelewa? Yaani ile thamani ya soko inasuka kwa sababu mashabiki wanaanza kutengeneza mazoea ya kuingia bure, na wanapokuwa wanaingia bure mashabiki inawatengenezea ile sifa ya kutopenda kulipa katika mechi zinazokuja. Yaani ukishaanza kuwazoesha tu kwamba waanze kuingia bure, basi katika mechi zinazokuja wataanza kuona sasa hakuna haja ya kulipa. Na hapo sasa ndo klabu inapoanza kutengeneza wale mascrongers. Scrongers ni watu wa aina ambayo hawapendi kulipa viingilio. Wanatafuta namna ya kuweza kuingia bure kwa kuombaomba. Au ndo wanaitwa mascrongers. Sasa klabu unavyotengeneza mascrongers, unaenda una affect kabisa ile imani ya wawekezaji na wadhamini ndani ya klabu yako. Hizo ni effects ambazo zinajitokeza kwa sababu hawa mascrongers kikawaida hawana thamani kibiashara. Umeelewa? Kwa sababu mdhamini ana inject pesa ili aweze kufaidika na mauzo ya bidhaa zake. Sasa hawa mascrongers huwa hawana nguvu ya manunuzi, kwa hiyo wanapokuwa hawako willing kununua. Kama tiketi hanunui, sasa bidhaa zingine atanunua. Umeelewa? Sio rahisi. Sema mtu ambaye ameingia tenda kusambaza jezi na kuuza jezi. Jezi anaiuza 45,000. Kama shabiki tu anaomba 5,000 aingie bure, kitu cha 45,000 atakubali kununua? Kwa hiyo kibiashara unavokuwa unawatengeneza hawa mascrongers, unatengeneza possibility ya kuharibu thamani yako kibiashara, kwa sababu wadhamini wanapoona tu kwamba una kundi kubwa la mashabiki ambao hawako willing kusupport na kutoa fedha kwa ajili ya kuingia kwenye viwanja, hao hawatakuwa willing kusupport kununua bidhaa yoyote ya klabu. Si umeelewa? Kwa hiyo automatically kuna baadhi ya wadhamini watapunguza ule udhamini wao na wengine watajiondoa kabisa, na hapo sasa ndo unapodhoofisha kabisa ile thamani ya chapa. Tunaita brand value. Value ya brand inashuka. Sasa hivi vitu litakuwa watu wa masoko wavijue. Sasa leo hii Heavyweight ndo naanza kuwakumbusha tena kazi yao nini sasa hawa jamani. Haya, ukiachana na hivyo, kuna changamoto za kiusalama of course zinaweza zikajitokeza. Nafikiri wewe unaelewa, kunapokuwa na vitu vya bure automatically kunaongeza ile wigo wa watu kuingia uwanjani, kujazana. Kwa hiyo kuna possibility ya kukutana na misongamano pamoja na uharibifu wa miundombinu. Na sasa hivi Yanga wanahamasisha kwa sababu tayari wamepoteza kwa 1-0. Kwa hiyo msemaji ana kazi kubwa kwanza ya kuwahamasisha mashabiki waende uwanjani, akiwaaminisha kwamba mechi inaenda kushinda na kufuzu, sio tu kushinda na kufuzu. Sasa kuna changamoto inaweza ikajitokeza in case saikolojia ya mashabiki wameamini kwamba hii mechi tunaenda kufuzu.
ikatokea matokeo hayajaenda kwenye expectation za mashabiki ambao wameaminishwa na msemaji kwamba watafuzu, na umewaingiza bure kiasi kwamba kuna washabiki ambao hawajastaarabika nao wameingia uwanjani bure, wanaweza wakafanya fujo ikiwa timu yao haikwenda vile ambavyo walitarajia. Ndio zinazalishwa sasa hizo changamoto za ghasia na za kiusalama, na ndio zitawapa kazi kubwa sasa walinzi wa uwanja kushughulika navyo. Kwa hiyo vitu walitakuwa wavifikirie. Sasa mimi ndo naanza kuwakumbusha tena ndugu zangu, vipi tena jamani? Wanasema wanawapenda mashabiki wao. Unashusha value ya klabu. Sasa bilioni 100 inafika vipi kama mashabiki mechi zenu wanakuja bure? Hiyo value yenu ipo wapi? Nye value yenu bilioni 100. Mashabiki wanaingia bure, hata senti hawatoi. Hiyo thamani ipo wapi? Hiyo thamani yenu ipo wapi? Yaani thamani iko wapi? Mtu anatoka tu pale anaingia uwanjani. Sasa wajifunze kwa Simba. Simba hawezi kufanya vitu kama hivyo. Simba hawezi kufanya vitu kama hivyo. Na ndio ukweli. Unajua watu wengine watapindisha lakini tuliona Simba alishakuwa anahitaji matokeo baadhi ya mechi kubwa, mechi nyingi. Mfano Al-Masri. Umeelewa? Historia inaonyesha kwamba katika timu ambazo ni ngumu kupoteza ushindi wa kuanzia mabao mawili kwenye knockout ni timu kutoka Misri. Sawa, Simba ndio inakuwa timu ya 3 kihistoria. Umeelewa? Kuongozwa bao 2-0 dhidi ya timu kutoka Misri na ikafanya comeback kwenye uwanja wake wa nyumbani, si ndio? Sasa pamoja na hivyo, wakati imeshapoteza mabao 2-0 hawakufanya mechi bure. Watu walinunua tiketi na uwanja ulijaa na Mwarabu alikufa. Sasa wao wanaogopa nini? Ndio kwanza tuko kwenye first round dhidi ya timu kutoka Malawi. Timu kutoka Malawi haijawahi kuingia hatua ya makundi toka 2004 huko. Kipindi hicho Nyasa Big Bullets inaitwa Bakili ndio iliingia mwaka 2004 mpaka leo tunavyozungumza hakuna timu kutoka Malawi imewahi kuingia group stage. Lakini tayari wamepigwa moja tu bure. Sasa bure vipi? Bure vipi? Unaogopa timu kutoka Malawi ambayo imekutangulia goli moja. Simba imeshawahi kutanguliwa goli sasa shatanguliwa goli 3 na Kaizer. Na watu tiketi wamenunua goli 4. Goli 4. Na watu tiketi wamenunua. Sasa ndio hivyo ndugu. Kwa hiyo mimi nataka niseme tu kwamba waache haya mambo ya kuwatengeneza mascrongers. Watu wa namna ambao hawapendi kulipa viingilio katika sehemu ambazo unapaswa kulipa viingilio. Kwa sababu hawa mascrongers hawana thamani yoyote kibiashara. Na hakuna mwekezaji yoyote duniani anapenda watu wa hivi. Unaelewa? Kwa hiyo wajiandae. Na haya matatizo nayazungumza leo. Siku zijazo, unajua mara nyingi mimi kama umenifuatilia nazungumza kitu leo, baada ya miezi kadhaa mbele kinajitokeza. Simeelewa hiyo kitu umeigundua. Sasa leo nawaambia, ila hili linaweza likajitokeza baada ya muda mrefu kidogo. Unavotengeneza mazingira ya kuachia mashabiki kuingia bure kila mara, kuna possibility kubwa sana huko mbeleni wasitake kabisa kununua tiketi. Hiyo possibility ipo. Na siku ukianza kuwahamasisha wanunue tiketi na uanze kuwarudisha kwenye ule mfumo wa kuwanuuzia tiketi, na wakati ushawazoesha vya bure, wataona unawanyima haki yao ya msingi ya kuingia uwanjani. Sio, kwa sababu wao kuingiza mashabiki bure wao wanaita ni kuachia mechi mashabiki au kuwapa nafasi mashabiki. Maamuzi mashabiki. Sijui tunawapa nafasi mashabiki. Sio kweli. Hapo unaharibu brandi ya klabu yako, unashusha value ya klabu yako na kupunguza imani ya investors ambao wanataka klabu iwe na thamani. Sasa wao wanakwambia sisi tunawapa nafasi. Kwa hiyo ina maana kumbe timu zinazowatoza mashabiki kuingia uwanjani haziwapi nafasi au hazijiweki karibu na mashabiki wake. Wanataka kuaminisha umma kwamba timu zinazotoza mashabiki kuingia uwanjani kulipa viingilio haziwatendei haki mashabiki zao, ndio wanamaanisha hivyo. Kwa hiyo ina maana siku watakapokuja kurudia au kuamua kuanza kuwatoza tena mashabiki kwenye mechi zinazofuatia, basi watakuwa tena wanawaeka mbali. Si ndio? Sasa hiyo haiko sawa. Basi Heavyweight tumalize tu ya kusema kwamba Ahmed Ally na idara yake wapewe maua yao kwenye swala la hamasa kwa mashabiki. Of course, hamasa inajitegemea na viingilio viwepo. Shukrani sana. Nashukuru.